ndio siku ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kweli kwa mashabiki wa Simba Sport Club, ambapo siku ya leo watakwenda kucheza mchezo wao kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo leo kwenye uwanja wa Manispaa ya Berkane Simba ataanza kucheza akiwa yeye ni mgeni kwenye mchezo huo. Niko hapa na Kisugu, tunazungumza, atuambie maoni yake kuelekea kwenye mchezo huo, kila ambacho alikiona kwenye mazoezi ya mwisho kwa wachezaji na matamanio yake kuelekea kwenye mchezo wa leo. Kisugu, vipi? Safi, kwanza lazima tumshukuru Mungu, tumeamka salama na Waswahili wanasema, hususan ndugu zangu wa Zaramo wanasema hayawi sasa yamekuwa. Kulikuwa na story nyingi, kulikuwa na muda nyingi, tarehe nyingi, hesabu za vidole nyingi, hatimaye leo imetimia ile tarehe ambayo kila mwana Simba alikuwa anatamani na kumwomba Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema ili aweze kushuhudia. Tuko hapa saidia, nafikiri kwamba muda si mrefu safari tutaanza kuelekea Manispaa pale maeneo ya Berkane ili kwenda kushuhudia ule mtanange wa mkondo wa kwanza kuelekea finali ya shirikisho barani Afrika kati yetu Simba na Berkane FC. Lazima niseme kama jinsi ambavyo nilivyosema mara nyingi, jambo lote linaitwa mechi, si jambo dogo, ni jambo kubwa, lakini ili isitoshe kwamba ukubwa hii mechi ni mechi ambayo inaweza kutengeneza taswira ya nani anaweza kuwa bingwa mwaka huu wa shirikisho barani Afrika. Sisi kama Simba naamini kwamba tumejipanga vizuri, tuko sawa sawa, kila mmoja anakwenda kutimiza pati yake. Mimi naamini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ikimpendeza tutakwenda kufanya vizuri katika mechi ya leo, kwa sababu siku zote naamini katika mwanadamu kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza kinaitwa jitihada, ambayo jitihada inatakiwa ifanywe na mwanadamu, lakini kitu cha pili unaiachia kudra iende kafanyaje, ikaamua. Jitihada inabaki kuwa ya mwanadamu, kudra inabaki kuwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini hapo ukiangalia Waarabu wa Morocco hapa wanamsema mmoja, wanasema wa mustajid na wajada. Yaani kila mwenye jitihada ya kutafuta mwisho siku anafanyaje? Kupata. Kwa hiyo sisi kama Simba tuna jitihada na tumefanya hizo jitihada za kibinadamu. Tumepambana, itifaki zote ziko vizuri. Ni upongeze uongozi wa Simba kwa sababu sio historia, nimeshuhudia kwa macho yangu kwa namna ambavyo logistics zimekwenda sawa sawa, lakini pia nipongeze technical bench tokea tuko kule Casablanca mpaka tumekuja hapa sasa saidia wanaita hapa saidia. Kuna namna ambavyo mwalimu anavyotwin, umeona namna ambavyo wachezaji wanavyopokea, mashabiki namna ambavyo tulivyokuwa na morali. Inshallah na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakwenda kufanikiwa leo. So kwa namna ambavyo ulitazama hata mazoezi, lakini morali ya wachezaji, pengine labda ulipata, kuna baadhi ya wachezaji ambao unazungumza nao, labda ulipata nafasi ya kuzungumza nao wakakwambia nini labda kwa upande wao matamanio yao kuelekea kwenye mchezo leo? Kumbuka ni finali ambapo matamanio wengi, yani mechi ya leo inabidi Simba asipoteze kwa magoli mengi au ashinde mchezo huu. Mimi nafikiri kwamba hali halisi ya wachezaji niliona airport pale Terminal 3 kabla hatujapaa kule. Wachezaji wa Simba toka Terminal 3, namna ambavyo ukiwaona unajua kabisa kuna jambo ambalo liko ndani ya mioyo yao, wanahitaji kuwa mabingwa wa shirikisho barani Afrika. Huu bingwa, kuna vitu viwili kwa wachezaji wa Simba. Moja, kwa wachezaji wa Simba wanakwenda kuweka record ambayo tutawakumbuka milele na milele kwenye historia ya klabu ya Simba, kwamba wao ndio wachezaji wa kwanza kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika juu ya klabu yetu. Kwa sababu historia iliandikwa 1993. Na ndio maana leo ukizungumza historia ya 93 ya Simba finali ya kombe la Kafu, utakwenda kumtaja Mwameja, utakwenda kumtaja Fiki Magoso, utakwenda kumtaja Kasongo Osmani, utakwenda kumtaja Juji Masatu. Kwa nini ukikumbuka finali ile unakwenda kuwakumbuka hawa kina Mwameja? Unakwenda kuwakumbuka kina marehemu Edward Chumila. Hawapo katika dunia lakini bado wanakumbukwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu historia, jambo walilofanya kwa Simba ndio lilikuwa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo hii historia, ili na wao waendelee kukumbukwa zaidi, maana yake lazima wakapambane hakikisha Simba anakwenda kwa bingwa wa shirikisho barani Afrika. Lakini jicho lako pia kuhusiana na yale mandhari ya uwanja husika, kwa sababu ni uwanja ambao ni mdogo, na ukikumbuka na mashabiki wa Berkane huwa wanafujo sana, wanashangilia zaidi ya vile ambavyo sisi huwa tunafanya. Kitu gani ambacho kinakuja kichwani kwa upande wako? Hiyo ni vita nyingine. Ni vita nyingine. Naamini leo kuna vita mbili. Ya kwanza na ya pili. Moja, vita wanamume wale 11 ambao utakwenda kukutana picha ya mitamia. Lakini vita ya pili iko kwenye majukwaa. Sisi tunajua namna ambavyo Waarabu wanapushi kwenye kushangilia na namna ambavyo walivyo. Sisi kama mashabiki, hiyo ndio pati yetu ambayo tumejiandaa vizuri kwenda kupambana nayo. Tuongozwa na King Faida. Ninafikiri mmeona na Kigoma cha King Faida kitulia sehemu, unajua kwanza mpango tuliopanga
kwenda kuwateka Waarabu baada ya kuishangilia timu yao iliyozoea kwenda kuishangilia Simba Sports. Kitasikika Kigoma? Yes, tuko vizuri. Na moja ambalo tulilokubaliana, mashabiki wote wa Simba ambao tupata nafasi ya kuja huku leo, tukihakikisha Mohamed Hussein Shabalala, tukihakikisha Shomari Kapombe, tukihakikisha Hamza Kagoma wanatoa jasho kiasi kwamba zile fulana zao zinaloa kilo 2 ukizikamua maji, si ndio? Lita 2. Basi sisi tukaongeze lita 4. Kweli? Jasho nakamua lita 2. Sisi lita 4. Wao wakipiga lita 4, sisi tukapiga lita 8. Maana yake kwamba wao wakifanya kazi na sisi tufanye kazi. Kwa hivyo yani kwa tafsiri hiyo mmejipanga vizuri kwa ajili ya kushangilia kuanzia dakika ya kwanza mpaka 90. Jana mlikuwa uwanjani mashahidi. Waandishi. Mliona namna ambavyo vibe la dakika 3 na dakika 4 pale. Na pale tulikuwa kujionana tu mjini tunapasha miili moto. Watu wako sawa sawa. Akina Hamisi wako sawa sawa. Tumejipanga. Tuko Tanzania zaidi ya 250. Bahati mbaya na bahati nzuri cha kufurahisha, tumeungana na Watanzania ambao wanaishi Uingereza, wamekuja hapa kwa ajili ya kuisupport team. Hii ni surprise kubwa ambayo mimi katika maisha yangu nimeshuhudia. Wapo wametoka Uingereza jana, wameingia dhamira na nia yao kuja kuisupport team. Kwa hiyo niwaambie Watanzania, hususan wana Simba waliokuwa nje hapa Morocco, waliokuwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wasiwe na mashaka. Nje ya uwanja sisi tumejipanga vizuri. Majirani zenu bwana wapo upande wa mpinzani wenu ambaye ni Berkane. Jirani yetu yupi? Bwana kutoka nyumbani Kisugu. Si hatuna jirani. Sisi hatuna jirani. Mtani wenu. Sisi hatuna mtani. Yuko upande wa Berkane. Ngoja nikwambie, memo ngoja nikwambie. Unajua waandishi, kuna muda semeni ukweli. Simba na Yanga kuondoka kwenye utani tumeshatoka. Tulikobaki sasa hivi ni kuitangazia dunia kwamba Simba na Yanga ni maadui. Kwani nyinyi mnaona taabu kusema hilo? Kivipi? Sisi utani wa Simba na Yanga umekwisha. Kilichobaki kati yetu sisi na Yanga ni uadui. Umeishaje? Wazee wetu walitengeneza taswira nzuri ya ushabiki wa Simba na Yanga. Wakatengenezea tunu hili la taifa ili tukionana watu wa Simba na Yanga tukae sehemu tucheke tufurahi. Tofauti yetu hiyo dakika 90. Lakini wenzetu wameshatengeneza mazingira ya kuona namna ambavyo kutoka sasa kwenye utani kuingia kwenye nini? Kwenye uadui. Leo hii Simba Sports ndio timu pekee iliyobaki Afrika Mashariki na ya Kati. Sisi hatuhitaji dua lao, lakini wao kama wanasimama mbele ya watu wanakwenda kutuombea sisi mabaya katika hili, hatuwezi tukasema hawa ni watani, tunakwenda kusema hawa ni nani? Adui. Sakata liliopo mnajua. Na mbaya zaidi, leo Yanga kuwachukua waweke pale waweke Yanga waangalie wote duniani. Hawana tofauti. Ukimkuta Yanga mwenye miaka 2, basi anafanana na Yanga miaka 60. Na ukimkuta Yanga pale ana PhD, labda ukienda hospitali ukimgundua huyu Yanga anatumia tu akili yake pale, wewe nenda akakufanya pressure, lakini ukitoka pale tujua yule jamaa kanifanyia yuko sawa sawa. Na ukitaka kujua hilo, nyinyi waandishi wa habari juzi mlifanya interview na mtu ambaye kioo cha jamii nchi inamwamini, kasema tucheze ngo. Eti na yeye anashindana na mtu wa darasa 7. Kwa hiyo wanafanana. Sasa kosa lao ni nini kwa upande wa Berkane? Sisi tuzungumzie kosa. Kwani wao wanaamini toka mechi ilianza ilikuwa upande gani? Hawa ni watumwa. Walibeba mabegi hawa, hawakubeba mabegi ya watu. Sio wao. Watatutisha nini sisi? Hii Berkane tunaocheza nao mwaka jana kama una kumbukumbu. Mimi rafiki yangu sina sababu ya kumficha Engineer Harris. Alipiga simu kwa Tisila Kisinda, anamwambia njoo tutakusaidieni. Alifanya kufanya. Itikia mwandishi usiogope, mimi ushahidi nao. Ukenda mahakamani mimi mwana sheria wako. Hapo wale sheria waijui na waangusha. Kwa hiyo alipiga simu. Anaongea kitu na Tisila Kisinda na yule kuna mchezaji mwingine Mkongo. Anamwambia njoo nitakupa msaada. Wameshasaidia sana hawa. Sisi hatuogopi. Sisi ni Simba. Sisi ni the big team. Leo waandishi mtakuwa mashahidi. Simba Sports tuko hapa saidia katika nchi ya Morocco. Yuko Mwarabu muda wote akitembea humu ndani akikuletea tu juice, anakuambia Simba nini? The big team, Simba nguvu moja. Sasa sisi ukubwa wetu tuhangaika nao walala nje. Walala nje tena. Hawa
Wanalala nje. Wewe uone kama walala nje sawa na miogo tu ambayo ishachimbwa unaimenya hapo unaweka juu ya kichanja. Hakuna kitu kwa sababu na wao walifanya msimu juzi. Sisi tulianza, wao kama walifanya hicho jambo linabaki kwenye historia. Na sisi tulianza inabaki kwenye nini? Kwenye historia. Tena mbaya zaidi au nzuri zaidi, sisi ndio tumetengeneza historia ambao wao hawana. Wao wanaitangazia dunia wamecheza finali. Akitokea mwamba yote akileta ushahidi Yanga amecheza finali na kwenda kumpa kibanda changu cha Mbagala. Hakuna finali duniani iliyokosa kuwa na kombe. 1993 kombe lilikuja katika uwanja wa Uhuru. Almarhum Mzee Mwinyi japokuwa lilikabidhi lakini kombe lilivyonaje? Waliliona. Wewe mwandishi unajua historia kuliko mimi. Ukiachia 93 kuona kombe la shirikisho barani Afrika. Historia wapi ilisema kombe lingine tena lilikuja? Aidha hata kukuja kukuondoka wapi? Wapi? Kama umeniacha hivi. Siwezi kukuacha kwa sababu utaki una jambo lako ndo wale wafuti na futi. Kivipi? Kivipi yani? Finali tunakwenda kucheza sisi tarehe 25. Kombe litakuwepo. Kafu watafanya maandalizi. Wakuu wa Kafu watakuwepo. Wakuu wa FIFA watakuwepo. Hiyo ndio finali. Hata wewe mwandishi kwa mara ya kwanza unapata bahati ya kupiga picha la kombe. Ndivyo sivyo? Wewe kila siku unachukua mic yako unatangaza Yanga umecheza finali, anionyeshe picha ya kombe uliona kwa Mkapa. Nikupe laki sasa hivi. Shida sio kucheza finali, shida lionekane kombe. Wao hawakucheza finali. Wao wamecheza mechi ya kwanza ya mkondo kuelekea kwenye finali. Hata sisi huku tunakwenda kucheza mechi ya kwanza kuelekea kwenye mkondo wa nini? Finali. Finali inakwenda kombe huku litakuwepo wapi utaliona wapi kombe? Kombe njoo bwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi ya Mama Samia Suluhu Hassan. Benjamin Mkapa. Moja marais bora sasa hivi. Tunaogopeka huko. Dege la watu 280 limesimama. Watu wanauliza dege limetoka wapi? Naambia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Linawasubiri. Linatusubiri. Tumekuja huko hoteli nyota 5. Lazima tufike mahala. Tuipongeze sana management ya Simba kwa kazi kubwa na kazi nzuri wanafanya. Hapa Morocco tunaonyesha ukubwa wetu. Leo Barakane ndio wamekuwa kama wale vizuruhuda wanajificha wanafikiri wezi kwenye nchi yao. Tunatamba sisi na tutaendelea kutamba na tutawapiga jioni. Wametaka watapigwa, hawakutaka. Haiwezekani sisi tufeli tuna Fred Masho toka juzi tuko naye hapa. Hassan Dalali yupo. Jana naambia mwanangu tamba. Na sio yeye tu hapo na wengine. Mimi natembea tu na mzee Fred Macho mzee Dalali. Yule mzee mwaka mmoja nilifanya jambo moja mimi sitalisahau kwenye maisha yangu. Wakati huo tunacheza mechi kwenye shamba la bibi. Mzee Dalali wakati huo yuko na mtu mmoja mzee wetu almarhum Mwenyezi Mungu amweke mahali pema mzee Bamchawi. Hiyo mechi naikumbuka hiyo. Mimi mzee Dalali nakutana naye pale Uhasibu. Zamani wanasema peku sijui bila viatu, namuuliza mzee vipi? Anaonyesha ishara tu niache. Hataki hata kuzungumza. Kuna mzee naye anashoka matatizo siku hizi kawa bubu. Kumbe mzee bwana baada ya mechi anambia mwanangu nilikuwa kazini usio na swali. Sasa nikikumbuka ile. Na huko ameshanambia mwanangu wewe tamba, mimi natamba. Iwe na mvua watafungwa, iwe na jua watafungwa. Hatua tulofikia Simba tusiwe waoga tena. Si timu kubwa. Timu ya 4 barani Afrika, sio mchezo. Hatukupigiwa kula kwenye makaratasi, tumepambana.